wewe una mwanasheria wako. Tutazama taarifa hii. Aliyekuwa waziri wa viwanda na biashara na waziri pia wa nchi ofisi ya waziri mkuu uwekezaji Geoffrey Mwambe ameachiwa kwa masharti ya dhamana katika kituo cha polisi cha kati kilichopo jijini Dar es Salaam. Hii ni ripoti ya Egbert Alfred Jr. ikiarifu zaidi. Hatua hiyo ya kuachiwa kwa Mwambe imesababisha mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuyandoa rasmi maombi namba 289778/2025 yaliyokuwa yamefunguliwa na Mwambe kupitia wakili wake Hekima Mwasipu. Wakili Hekima wamesema mteja wake Geoffrey Mwambe ameachiwa kwa dhamana na jeshi la polisi hapo jana Disemba 14 mwaka 2025. Mwambe ambaye aliwahi kuwa waziri wa viwanda na biashara mwaka 2020-2021 alikuwa kituhumiwa kwa makosa mawili ya jinai, ikiwemo tuhuma za kumtishia kumuua kamanda mkuu wa polisi ambaye hata hivyo hajatajwa jina lake, na tuhuma nyingine ilikuwa tuhuma za kiuchochezi za kimtandao. Akizungumza nje ya mahakama, wakili Mwasipu amesema wamewasilisha hoja ya kuondoa maombi hayo mahakamani hapo kutokana na kile walichokieleza kuwa mteja wake tayari ameshapatiwa dhamana, hoja ambayo haikupingwa na upande wa jamhuri. Na tuhuma kubwa ambazo anatumiwa nazo ni mbili. Tuhuma ya kwanza ni njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi. Sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani. Kwa aliojiwa kwa tuhuma hizo. Tuhuma za pili ni tuhuma za uchochezi za kimtandao. Tuhuma za uchochezi za kimtandao. Kwa amehojiwa kwa tuhuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria, kwa sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuadhimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa hiyo tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi ninavyozungumza. Sasa tulienda leo kuripoti saa 3 asubuhi ofisi ya ZDCO, tukaongea naye na amesema hivi upelelezi bado unaendelea. Kwa sababu tuhuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea, na amempa siku 7 kuripoti hapo ofisi ya ZDCO. Kwa maana Jumanne anatakiwa kuripoti ofisi ya ZDCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi basi ataendelea kuwa huru. Ikumbukwe kuwa taarifa ya awali ya jeshi la polisi iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Mriro Disemba 12 mwaka 2025 ilieleza kuwa jeshi hilo linamshikilia Mwambe kwa tuhuma za jinai ambazo zilikuwa zikichunguzwa. Egbert Alfred Jr. EATV, Dar es Salaam. Ni kuambia